wanyu moigete atiri o na ithuĩ tũrĩ rũciaro rwake kũna. Watu wa Ngoshi, Adu Agoshi, nimetembea katika umuji. nijerete itora rere. Hii ni mara yangu ya pili nikikuja umuji wa Ngoshi. Idarene nile ya kwa ya kere. Tulikuwa huku mwaka wa 2022 kule. Sore mwaka wa ngirigere na miro. Na tumerudi tena wakati huu. Aru neto sokete. Lakini kuna kitu moja nimetazama. Ande korio do mwebege. Na nimeendelea kukiona ya kwamba Adu ninyo nete atere. kwa hakika nyinyi ni watu mnapenda kuabudu. Na nimegundua ya kwamba wengi wenyu mnamjua Mungu. Na wengi wenyu mnasema mnaenda kama kanisani. Lakini kuna kitu moja nimekuja kugundua. Ya kwamba hamjamjua Mungu mnayemwabudu. Ama hamuna ufunuo kwa Mungu ambaye mnamwabudu. Neno linasema ya kwamba mtumishi wa Mungu Paulo wakati mmoja akaenda kwa kijiji cha Athens na akapata Wayahudi wakiwa kule pamoja na Wagiriki, na neno linasema ya kwamba akawa anazungumza na wao habari za Injili, na akitembea katika manyumba zao, akitembea katika maboma zao, akitembea katika makanisa zao, akagundua ya kwamba wale watu walikuwa watu wa kupenda kuabudu. Walikuwa watu wanaonyesha ishara ya kwamba wao ni watu wa kuabudu. Lakini kilichostaajabisha Paulo, neno linasema ya kwamba akagundua katika ule mji watu walikuwa wanaabudu sanamu mingi. Walikuwa wameinua miungu zao ambazo zilikuwa na majina tofauti. Ni kana kwamba kulikuwa na Mungu ambaye alikuwa ni Mungu wa kuleta pesa, na pia kukawa na pia kamiungu kengine na kuleta pia uponyaji. Kwa maana Paulo anasema ya kwamba aligundua walikuwa na miungu mingi, walikuwa wameinua masanamu, wakaonekana kana kwamba wao ni watu wa kuabudu. Lakini neno linasema katika hiyo hali ya kuabudu kulikuwa na madhabahu moja ambayo walikuwa wameandika jina kwa Mungu asiyejulikana. Inamaanisha ya kwamba hawa watu wa kile kijiji, ya kwamba licha walikuwa na madhabahu mingi, walikuwa wameinulia miungu zao madhabahu ambayo ilikuwa ni ya kila aina. Katikati yao kulikuwa na madhabahu ambayo hawakuwa wanaielewa ni Mungu wa aina gani. Na tunaishi majira ambayo watu wengi wanajifanya wanaabudu. Watu wameinua masanamu, watu wameinua madhabahu zao, watu wameinua vitu ambavyo vimechukua sehemu ya Mungu katika maisha yao. Nilipokuwa natembea kijiji, nimekutana na watu ambao kila mmoja ananiambia mimi ninaendanga kanisani. Nikimuuliza unaenda kanisa wapi, anaanza kutaja majina za kanisa. Lakini nikiwatazama vyema, ni watu ambao bado hawajaokoka. Nikitazama maisha yao, ni watu ambao wamefinyiliwa na maisha. Nikiwatazama ni watu ambao wanahangaishwa na mapepo. Neno linasema ya kwamba Paulo akaanza kuwaeleza kuhusu ile madhabahu ambayo hawakuielewa, ambayo hawakuijua, ambayo hawakuwa wanaielewa ni madhabahu ya Mungu upi. Na jinsi hivyo wapendwa, hata sisi katika hiki kijiji tumekuja kueneza habari ya Mungu ambaye hamtamfahamu, kwa sababu sielewi mbona watu wanasema mimi ninaenda kanisani lakini bado hawajaokoka. Ninakosa kuelewa mbona watu wanasema tunaenda kanisani lakini utende unawamaliza. Ninakosa
wanayemwabudu. Nimewaletea habari njema. Sijakuja kuhubiri kanisa, sijakuja kujihubiri, sijakuja kukuharibia wakati. Watu wa Goshi, watu wa Githunguri, nimewaletea habari njema. Habari ya Yesu, habari ya Yesu, habari ya Yesu aliyekufa, aliyekufa kwa ajili yetu. Kupitia kwa Yesu tusipotee wapendwa, kupitia kwa Yesu usihangaike mama, kupitia kwa Yesu magonjwa yasikumalize, kupitia kwa Yesu ukakombolewe. Ninamtangaza Yesu ambaye anaponya, namtangaza Yesu ambaye anaokoa, namtangaza Yesu ambaye anainua. Ukipatia nafasi, ukimrudia Yesu, ukikuja kwa Yesu, atakuokoa, atakukomboa, atakuinua katika jina la Yesu Kristo. Watu wamekosa ufahamu wa Mungu wanayemwabudu. Tunaishi majira ambayo watu wanachinja watakatifu, lakini matendo yao haiendani na imani yao. Tunaishi majira ambayo watu wanasema wanaenda kanisani, lakini matendo yao haiambatani na wokovu. Nimekuja wapendwa, ninataka niwaeleze kuhusu Mungu ambaye ni Mungu wa utakatifu, na anataka ya kwamba kama kanisa lake, kama waokovu, kama watu waliomjua, tukatembee na kuishi katika utakatifu. Nimekuja kuwatangazia Yesu ambaye anatoa watu mavumbini. Nimewaletea Yesu ambaye anatoa watu chini, wakatoke mrudia. Usipatia nafasi, anabadilisha. Neno linasema yeyote aliye ndani ya Yesu anafanyika kiumbe kipya. Ya kale yamepita, ya kale yamepita, na tazama mapya yanakuja jioni ya leo. Nimekuja kutangazia, haijalishi ya kale, haijalishi ya nyuma, haijalishi ya jana, haijalishi ya juzi, kinachojalisha ni hatua ya leo. Ukimrudia Yesu, ukimkubali Yesu, ukimrudia Yesu, ukimkubali Yesu, anabadilisha, anabadilisha ile rekodi yako, anaiondoa ile ya maovu, anaiondoa ile faili yako iliyokuwa na mabaya, anaiondoa, anakupatia faili mpya ya baraka. Ukimrudia watu wa Goshi, kile mnachohitaji, kile mnachohitaji ni kumrudia Yesu, ni kumrudia Yesu, ni kumrudia Yesu. Neno linasema katika Zekaria, ukimrudia nitawarudia, mkinirudia nitawarudia. Wacha kanisa la Goshi, wacha watu wa Goshi, tukamrudie Bwana, tukamrudie Bwana, tukamrudie Bwana. Kama watu wa Goshi waliopotea katika giza, tukamrudie Bwana, tukamrudie Bwana, tukamrudie Bwana, tukamrudie katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi. Yesu anaokoa, Yesu anaokoa, Yesu anaokoa. Huyu Yesu tunayemhubiri alikufa kwa ajili yangu na wewe, alikufa kwa ajili yangu na wewe, kupitia kifo chake msalabani. Mpendwa, usiangamie kupitia kifo cha Yesu. Wapendwa, muwekwe huru
gani